Wewe ni nabii mwonaji na ndivyo peji yako inavyoeleza. Ndio. Si ndio? Ndio. Sio watu wengi wanaielewa vizuri kiundani huduma hii. Mtu akijaribu kuiangalia katika huduma 5 za Yesu anaiona nabii, lakini mwonaji imetoka wapi? Nashukuru huduma ya kinabii iko katika huduma hizo 5, lakini pia kwa utambulisho ambao ninatambulikana kama nabii mwonaji, bado ni huduma ile ile ya kinabii ambayo ndani yake ina jicho la kuona na kuamua mambo ambayo yalikuwa magumu, lakini kupitia huduma ya kinabii na kuona yale yaliyo sirini, Mungu ananitumia kuamua yale ambayo mambo yalikuwa magumu kwa watu. Na msoma mtu mmoja Sauli pamoja na kijakazi wa baba yake nyumbani mwa baba yake walipopotelewa punda kwenye nyumba yao. Biblia inasema baba yake Sauli alimtuma Sauli pamoja na kijana wa kazi waende kuwatafuta punda. Lakini pale Biblia inasimulia kwamba baada ya muda mrefu kuhangaika kutafuta wale punda bila mafanikio, walisikia habari ya kwamba katika mji fulani kuna mtu wa Mungu ambaye anaitwa Samueli, lakini pia alikuwa anaitwa Samueli mwonaji. Na wakasema kwamba kwa mtu huyu watu wowote wakienda kwa ajili ya shida zao, huwa lolote analolisema linatukia. Wanapoenda anasema haya sasa na tuende kwa mwonaji ili akatuamulie shida yetu. Kwa nami Mungu alinikirimia jina hili kwa ajili ya kuwa mwamuzi wa mambo magumu kwa watu. Kwa lugha rahisi ni kwamba watu wa zama za kina Samuel alizowahi kuishi walikuwa naielewa kiundani sana hiyo huduma. Yes, walikuwa naelewa kuliko hata watu wa sasa. Hilo ndio jibu, kwa sababu Biblia inasema hapo zamani nabii alikuwa anaitwa mwonaji. Na ndio maana anasema hiyo huduma iko ndani ya kinabii. Na ndio maana anaitwa nabii mwonaji. Mara kwanza kuonana na wewe ilikuwa Dar es Salaam Riverside. Kama nakumbuka vizuri ilikuwa 2014. Yes, ndio. 13-14 hapa. Tukiwa wakati huo tumekutana na Mwansasu. Mimi nilikukuta ukiwa chini ya Bishop Ephraim Mwansasu. Na ndipo tukapata muda wa kuungana na kuwa kama familia. Sasa hivi lakini naona huduma nyingi zinafanyika Mbeya, Kyela. Nataka nijue safari yako ya imani kutoka wakati huo tumeonana mimi na wewe mpaka leo hii. Nini kimetokea na mpaka sasa hivi tunaona kuna watu upo Kyela na hauko tena location ya Dar es Salaam? Amen. Asante. Mtumishi wa Mungu, kuhani Mwakalambo, mwalimu wa neno la Mungu. Na hata safari toka tunaonana, safari ya utumishi wangu haikuanzia hapo. Toka tunaonana pale kwa Bishop Ephraim Laitoni Mwansasu, safari yangu ya utumishi ama ya imani ilianzia Mbeya. Nikiwa niko Mbeya, nikiwa niko kule Mbeya kanisa la Moravian, nilikuwa mwana fellowship tunaita Faraga, kwa nilikuwa kiongozi wa Faraga pale kanisani. Na ni wazazi wangu pia walionizaa. Fellowship. Ninaposema habari za Faraga ama fellowship, unaelewa vizuri. Ulikuwa kiongozi pale? Nilikuwa kiongozi pale kanisani, nikiongoza fellowship kama mchungaji ama kama kiongozi. Kama unavyojua kwenye fellowship hakunaga kiongozi, ila huduma ndio zinazoamuaga. Wanasema kuna timu pale. Kuna timu. Kwa mwenye kuimba basi anasimamia kuimba, aliyepewa karama ya kuimba. Mwenye huduma ya kichungaji, kwa mimi nilitambulikana kama nina huduma ya kichungaji ndani. Lakini nikiwa niko pale, Mungu aliendelea kunifunulia mambo mengi kwa habari ya huduma ambayo leo inaonekana. Na hata baadhi ya wapendwa ambao nilikuwa niko najumuika pamoja nao walikuwa na karama ya kinabii, walikuwa wanaona kwa habari ya huduma hii ambayo leo niko na. Hapo nazungumza habari ya location ya nyumbani kabisa. Hapo nimezaliwa Mwaya, Mbeya, Kyela, Mwaya. Kuna kwenye kanisa mama Moravian ndo wazazi wangu ni kiimani. Kwa kutoka hapo safari ilikuwa ndefu kwa kukatisha.
baada ya muda mrefu kuendelea kuwatamia ule ujumbe na unabii ambao Mungu alikuwa ananisemesha, alikuwa ananiambia kuna wakati nitakuja Dar es Salaam kwa ajili ya kuongeza maarifa na kujifunza kwa ajili ya kutumikia ya maono ambayo nayatumikia leo. Ndiyo hiyo, katika pitapita Mungu akafanya mwaka kama unakumbuka vizuri, ulikuwa mwaka gani rasmi ulipokanyaga jiji la Dar es Salaam? Rasmi ilikuwa ni mwaka 2007. 2007. Yes, mimi niko Mbeya. Huko Mbeya. Sawa. Yes, 2007 hiyo nikawa niko kwenye chuo cha Biblia ambacho alikuwa anafundisha Bible School. Sawa. Kilikuwepo pale Mbezi Makonde. Sawa. Kwa nilikuja kwa ajili ya fursa hiyo. Okay. Na nilijua nikisoma nitarudi tena nyumbani. Sawa. Lakini baada ya kumaliza masomo mafupi ya Biblia, basi nikawa nimepata neema ya kukutana na Bishop Mwansaso ambapo sasa tulikutana. Sawa. Awali kabisa, kabla ya yote, sikuipenda sana huduma ya kuchunga watu, kuongoza watu, ila nilipenda kuimba. Kwa ndicho kilichokuwa kimelazimisha sana, yani niliposikia Mwansaso yuko Dar es Salaam, kwa nilikuwa natoroka muda mwingine hata kwenye masomo ya Biblia niende kwa mchungaji Mwansaso. Sababu kubwa ni uimbaji. Uimbaji ndio sababu. Kizingatia alikuwa wakati huo ndio watu ambao wanajulikana sana. Tanzania hii, yani ukisema Mwansaso hakuna ambaye hamjui. Kwa nilijua tu nikiwa chini ya mafuta yake na ndoto yangu itatimia. Lakini ona alichokuwa nakisema Mungu ni tofauti na nilichokuwa nakipambania. Yani Mungu alisema kwa habari ya huduma, hata nikiwa kwenye masomo ya Biblia nilikuwa naona huduma kubwa yenye watu wengi na ambayo imejaa watu waliojaa nguvu za Mungu, Roho Mtakatifu. Lakini nikitoka kwenye yale maono nilikuwa na kataa sana, yani hiki kikombe kiniepuke. Sikupenda hata kidogo huduma ya kuchunga watu na kuongoza watu. Lakini itoshe tu kusema kwamba Mungu akiwa amekukusudia ama akiamua ufanye jambo fulani, hauna pa kukuepea. Ni sawa. Ndio, kwa safari hiyo toka tumekutana pale kwa Mwansaso, na mimi nimetumika kwa Mwansaso karibu miaka 11. Ndoto yangu ilikuwa ni kuimba. Sawa. Lakini ndoto ya Mungu na maono aliyokuwa ananijulisha ni kwa ajili ya kuchunga. Sawa. Kwa hiyo hapo nilikuwa nimetembea na Mungu kwa mwendo mrefu nikipingana na hiyo kazi, maana nilijua ugumu wa kukaa na watu. Kwa nilikuwa naona hii ya kuimba, unaimba umebeba CD au kipindi tunatumia CD, umeimba umemaliza huduma nyumbani, hakuna mambo mengine ambayo yanakuhusu kwa ajili ya kuamua ama kusimamia. Kwa nilikuwa naona wachungaji ugumu wa kazi wanayoifanya jinsi ilivyo ngumu. Kwa sikutamani hapo. Kumbuka toka nyumbani Mungu ananionyesha iko huduma ambayo ameniandalia kwamba nitamtumikia. Kwa hiyo na sikujua kwamba huduma hiyo itakuwa kwa sura gani. Kwa nikiwa niko Moravian, Mungu akaniambia sio hapa. Hata nilipokuwa kwa Bishop Mwansaso bado Mungu aniendelea kusema nami, lakini pia ilifika mahala, yani nilipoona sasa hapa nimeinua mikono, nilikuwa namshirikisha pia Bishop niliyekuwa niko chini yake. Kwa pale nilikuwepo kama darasa pia. Kutoka kwenye chuo cha Biblia bado nilikuwepo kama Mwansaso kama darasa.